Sio madereva peke yao, kuna maeneo mengine. Sasa hata hospitali pale kuna wale wanaosema wanaita nini, nusu kapoti, wale wataalamu wale na wengineo. Na kuna masomo ambayo unapoenda kusoma wakati mwingine kweli umebadilisha level yako, kiwango chako cha elimu, lazima tuzingatie. Sasa masuala haya huwezi kuzingatia kada moja wakati mmoja tu, ni maeneo mengi. Kwa hiyo jambo bado sasa hivi wizara au serikali kupitia utumishi, ofisi ya utumishi, tunaangalia maeneo kama hayo, ikiwa pamoja na hao madereva. Na hiyo wakati mwingine unakwenda kusoma just for the sake of unakwenda kusoma tu, kozi ya miezi mitatu, miezi sita, halafu unataka ubadilishwe mshahara wako, hukwenda kuongeza kiwango cha elimu. Umepata ule know-how ya mambo ya nidhamu za kiudereva pengine na mambo mengine kama hayo. Sasa usifikire kwamba kutoka masomo ya udereva ndio umeongeza degree, lakini at least kwa na incentive, yani kwa na kitu cha kutia moyo kwamba angalau umeongeza. Na wakati mwingine tunapoona kusoma haina maana kwamba lazima uongezewe. Ili taaluma uliyopata peke yake basi ni heshima kwamba umeongeza kitu. Sasa wakati mwingine tusichukulie sana kwamba nimesoma kozi ya miezi mitatu, sita, hapana. Kozi zote ambazo tunazitambua ni zile ambazo zinaanzia na angalau mwaka mmoja na kuendelea. Kwamba umebadilisha level yako kutoka mfano certificate umeingia diploma, unaingia advanced diploma, unaingia first degree na kuendelea second degree na kuendelea. Na wakati mwingine unakwenda kozi kujifurahisha tu. Kujifurahisha maana gani? Mimi niko sehemu ya sheria sasa hivi, sana kwenda kusoma mambo ya mfano kada nyingine. Kuongeza chochote elimu pale, lakini unakwenda kubadilisha mazingira tu. Kwamba unataka na huku uonje. Lakini unatoka pale elimu yako pale ungekuwa ndio ile ya kuongezeka, wala sio kama umesoma mwaka mmoja, miaka miwili, miezi mitatu umesoma, umekuja umepata certificate of attendance au participation certificate ile, sasa unasema ubadilishe mshahara. Wanakuja, mimi nimesoma miezi mitatu computer, sawa, umesoma computer miezi mitatu. Sasa kwa hivyo mimi nadhani kuna maeneo haya tutayangalia. Haya madereva kwa mfano, ni kweli na maeneo kama hayo kwa hospitali kule kuna wale wanaopiga kaputi na nusu kaputi, si wale ni maeneo kama ile, hatutaweza kuyazingatia katika kipindi hiki. Hafsa naye kauliza swala kitu zuri sana. Zaika kwanza niweke sawa pale, ni bilioni walizokoa pale ilikuwa ni 27 bilioni. Na dola karibu 35,000 zilizopelewa pale. Na zaidi ya hivyo kuna kitaka takwimu kamili za nikakupatia ni baadaye tu ili mwenazo, kwa sababu data zote zipo hizo. Kipindi cha uchaguzi tuliangalia zaidi nidhamu na maslahi ya uchaguzi. Kwa sababu kwanza unajua kama rushwa inapotelewa inatolewa kwa siri sana. Rushwa inakuwa baina ya utoaji na mpokeaji. Sasa hatuwezi kutoa figa tu kwamba zimetupikia siani, lakini kuna watu tulipata taarifa kwamba wametoa rushwa na kesi zao bado ziko zinaendelea kufanya uchunguzi, tuhuma zipo, kwa hiyo tunaendelea kutoa tuhuma. Hatuwezi kutoa takwimu sasa hivi, lakini kwa ufupi kwamba kesi zilikuwepo kweli za watoaji wa rushwa. Lakini wengi wao tuliwaita kwa sababu walifanya bila kujua kwamba wanafanya makosa. Kwa hiyo sisi tutaendelea kuchukua hatua mbalimbali kuhakikisha kwamba masuala hayo tunazingatia. Kuhusu maslahi ya wafanyakazi, Mheshimiwa Rais alisema, au sio? Tumeangalia na tutaendelea kuangalia, na ndio nilivyosema mimi. Na rais zaidi na viongozi wetu zaidi wanaangalia maslahi ya chini, watumishi wa chini. Huko juu kidogo hatupitani sana, lakini huko chini kuna mtihani. Na hawa watumishi wa chini hawa maskini mara nyingi tunawasahau. Kwa hiyo lengo hasa sisi ni kuwanyanyua watu wa chini, kuwapandisha juu. Na ndicho ambacho mwaka huu kitafanyika. Inshallah Mungu akitujalia hivi karibuni tuombe Mungu mambo yetu ni vizuri, na naamini kabisa Mheshimiwa Rais hakuahidi tu kwamba ametoa ahadi kwa sababu alikuwa anataka kura, hapana. Aliahidi kuamini kwamba inshallah atalikuwa na uwezo nalo. Na alhamdulillah uchumi wetu umeimarika sasa hivi. Nitazameni bajeti ya serikali sasa hivi imefika trilioni ngapi? Karibu trilioni 7-8. Tulianza na trilioni 1 mwaka juzi, mpaka tumefika sasa trilioni 8. Mambo ni mazuri. Huwezi kufikisha trilioni 8 kama una pesa kutosha. Na tunaenda mabarabara mnayaona, shule tunaziona, hospitali, mahakama ndio hizo nilizozieleza. Kila mahali tunaanza mijengo kwa pesa za SMZ. Pesa zipo jamani. Zikisimamiwa vizuri pesa zipo. Na ndio maana yake rais amekuwa mkali sana katika kusimamia fedha za umma. Kwa hivyo mdhibiti anafanya kazi vizuri na sisi tunasimamia, na watu wa Zaika wanafanya kazi vizuri kuhakikisha hakuna mwanya wa kupoteza pesa zote.